Karibu mtazamaji wa Dodoma TV popote pale ulipo, nikwambie tu ni siku nyingine tena, siku nzuri kabisa, siku ya tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka 2025. Nikwambie tu kabla ya kufanya chochote, nikukumbushe tu usisahau kusubscribe, kulike na kucomment kutokana na matukio mbalimbali ambayo mimi nakuletea hapa ndani ya Dodoma TV. Nikwambie tu mimi ni Lelian Leopold, na kwa siku ya leo nimekuletea historia ya nyoka. Huyu ni nyoka anaitwa Titanoboa. Sasa ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kufahamu huyu Titanoboa ni nani, aliishi wapi. Unaambiwa katika miaka milioni 60 iliyopita, baada ya kifo cha wanyama wakubwa wa dinosa, dunia ilibadilika. Misitu ya mvua ya Amerika ya Kusini ilianza kustawi na ikawa nyumbani kwa wanyama wapya, wakiwemo nyoka wakubwa. Katika kipindi hiki Titanoboa aliibuka. Huyu ni nyoka mkubwa zaidi aliyewahi kuishi duniani. Titanoboa aliishi katika misitu ya mvua ya sasa ya Colombia, karibu na mito na mabwawa ya mvua. Mazingira haya yaliwapa wanyama hawa chakula kingi na joto linalofaa kwa mwili wake mkubwa. Nyoka huyu alikuwa na urefu hadi mita 30 na uzito wa zaidi ya tani 1.1. Jambo lilomfanya nyoka huyo kuwa mnyama hatari sana kwa wanyama wote waliokuwa karibu naye. Unaambiwa kwamba huyu nyoka Titanoboa alikuwa mlaji wa nyama, yani carnivore. Chakula chake kilikuwa samaki wakubwa na wanyama wengine waliokuwa karibu na mito. Alitumia nguvu zake za shoka lenye nguvu na kuwashika na kuwakunja wanyama hawa kabla ya kula. Huyo ndo nyoka Titanoboa. Na swali lingine la kujiuliza ni kwamba je, huyu Titanoboa bado anaishi? Jibu ni hapana. Titanoboa alikufa mamilioni ya miaka iliyopita. Aliishi katika kipindi cha Paleosonic, muda mfupi baada ya kifo cha dinosa na kuondoa hatari ya ushindani mkubwa. Wanasayansi wanasema Titanoboa ni mfano wa jinsi nyoka wakubwa walivyoweza kustawi wakati wa dunia ilikuwa na joto yenye unyevu mwingi. Fosili za Titanoboa zikiwa ni pamoja na mifupa na fuvu zimepatikana Colombia na kuonyesha jinsi alivyokuwa mkubwa na hatari. Wanasayansi hutumia taarifa hizi kuelewa jinsi mabadiliko ya mazingira yalivyoathiri wanyama wakubwa na wakale. Titanoboa sasa ni sehemu ya historia, lakini simulizi yake inatufundisha kuhusu nguvu ya asili na maisha ya wanyama walikuwa wakubwa kuliko tunavyoweza kufikiria leo. Nikwambie tu mtazamaji, usahau kusubscribe, kulike na kucomment. Hii ni Dodoma TV, endelea kutufuatia katika mitandao yetu ya kijamii.